Viongozi mbalimbali wa serikali wakiongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, vyama vya siasa, dini, wananchi na waumini wa kanisa wamejitokeza kuaga mwili wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Makamu wa Rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amesema mashujaa wa vita Majimaji wanapaswa kuenziwa kwa kuimarisha nidhamu ya utendaji kazi na kupinga masuala ya ukabila. Malalamiko ya ubovu wa barabara za mitaa katika jiji la Mbeya yameibua mjadala katika kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya DCC, huku wananchi wakionyesha kuchoshwa. Na katika habari za kimataifa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Marekani zimefikia makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati wa afya wa dola bilioni 1.2, huku serikali hizo mbili zikisema katika taarifa pamoja siku ya Alhamisi. Na mtazamaji, ni wakati mwingine tena tunakutana hapa katika Upendo TV Habari na kusalimu popote pale ulipo. Bila shaka uko sawasawa. Karibu sana katika habari. Jina langu ni Francisco Nangolo na kusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Gerald Leonard. Karibu. Utabiri wa hali ya hewa utatoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, na kukumbusha pia tunapatikana kwenye kurasa za mitandao ya kijamii kama Upendo Media. Karibu hapo kwa taarifa kabambe, lakini mimi huko napatikana kama Francisco Nongolo. Karibu. Tuanze basi kuangazia habari za kitaifa katika jiji la Dar es Salaam, ambapo tunaarifiwa viongozi mbalimbali wa serikali wakiongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, vyama vya siasa, dini, wananchi na waumini wa kanisa wamejitokeza kuaga mwili wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam, aliyefariki dunia Februari 19 wakati akipatiwa matibabu JKCI. Zoezi la kutoa heshima za mwisho limeanza kufanyika asubuhi saa 3 baada ya mwili wa kiongozi huo kuwasili katika kanisa kuu la Mtakatifu Joseph lililopo Posta jijini Dar es Salaam kutoka katika hospitali ya Lugalo, kabla ya ibada ya misa takatifu ya kumwombea iliyoongozwa na Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC, Askofu Mhashamu Wolfgang Pisa, ambapo amesema Mwadhama Pengo alisimamia katika kweli na upendo maisha yake yote. Kwa hiyo sisi waumini tulioko hapa leo tunashiriki katika heshima ya baba yetu Polycarp na tunajivuna kwa mazuri ambayo ameyafikia. Tunajiona fahari katika hilo. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Hizi nguvu huyu mzee kazitoa wapi? Hizi nguvu yeye kazitoa katika uhusiano wake na Mungu. Alikuwa mtu wa sala siku zote. Tumesikia aliamka saa 10:30 baada ya kujiandaa aliingia kanisani kusali. Amefika hapa St. Joseph kabla ya kuingia ofisini, ameingia kwenye kanisa la kuabudu. Wengine wanajua walivyozunguka hapa Dar es Salaam wakati wa baada ya kustaafu. Mara yuko hapo Padre Pio Shrine San Damiano, mara yuko Pugu, mara yuko Chang'ombe kusali kwenye kanisa za kuabudu. Akisoma wasifu wa hayati Kardinali Pengo, askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam Mhashamu Henry Mchamungu amesema amefariki kutokana na ugonjwa wa moyo na mgongo ambayo yamekuwa yakimsumbua kwa muda mrefu. Shukrani za dhati ziwafikie wote waliomsaidia Baba Mwadhama katika mahangaiko yake ya kiafya, hasa madaktari na wauguzi wa hospitali za hapa nchini zikiwemo Muhimbili, hospitali ya moyo Jakaya Kikwete, TMJ, VS Hospitals ya nchini India na kadhalika. Ibada hiyo pia imehudhuriwa na makardinali wa kanisa hilo kutoka nchi mbalimbali, maaskofu mbalimbali wa kanisa hilo ndani na nje ya Tanzania, na maaskofu wa makanisa mengine yakiwemo mkuu wa KKKT Daktari Alex Geza Malasusa, ambapo mwili wa hayati Mwadhama Kardinali Polycarp Pengo utazikwa kesho Februari 28, 2026 katika kaburi alilojiandalia mwenyewe lililopo Pugu jijini Dar es Salaam, ambapo maelfu ya waumini wa kanisa hilo wanatarajia kushiriki.
Na sasa mtazamaji, tuelekee katika mkoa wa Ruvuma ambapo makamu wa rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amesema mashujaa wa vita Majimaji wanapaswa kuenziwa kwa kuimarisha nidhamu ya utendaji kazi, kupinga masuala ya ukabila na kutambua wajibu wa pekee wa kulitetea na kulipigania taifa. Amesema hayo wakati wa kilele cha tamasha la 17 la kumbukizi ya miaka 120 ya mashujaa wa vita vya Majimaji lililofanyika katika viwanja vya makumbusho ya vita vya Majimaji Songea katika mkoa wa Ruvuma, ambapo amesema ni muhimu kuwaenzi mashujaa hao kwa kuendelea kusimamia umoja ili kuhakikisha makabila yote yanakuwa taifa moja. Sisi tutakumbukwa kwa lipi? Sisi tunawaenzi wazee wetu kwa namna gani? Namna kadhaa zipo za kuwaenzi wazee wetu. Ya kwanza ni kufanya kile inavyowezekana kukwepa njia za mkato katika kutafuta maendeleo na kuimarisha nidhamu ya utendaji kazi katika nchi yetu. La pili ni kuendelea kukataa ukabila kama ambavyo wazee wetu walifanya kwa kuungana zaidi ya makabila 30 kupambana na Mjerumani. Ni wajibu wetu kusimamia umoja kwa kuhakikisha makabila yetu yote yanaendelea kuwa taifa moja. Aidha, makamu wa rais ameshiriki tukio la uwekaji wa silaha za jadi katika mnara wa kumbukumbu ya mashujaa ya vita vya Majimaji pamoja na kuweka shada la maua katika makaburi waliozikwa mashujaa hao. Kama mnavyofahamu, maboresho makubwa yaliyofanywa na Wizara ya Maliasili na Utalii katika sheria ya Marekani sura ya 333 na sheria ya makusanyo ya taifa sura 281 yametoa fursa kwa jamii kuanzisha makumbusho. Hivyo natoa wito kwa jamii zetu kushirikiana na Shirika la Makumbusho ya Taifa kuanzisha makumbusho katika maeneo yao ili kuhifadhi historia nzuri ya nchi yetu, lakini pia kutumia fursa mbalimbali zinazopatikana kwenye malikali zetu kuinua uchumi wao kupitia utalii wa utamaduni. Nitumie fursa hii pia kutoa wito kwa taasisi binafsi na jamii kwa ujumla kushirikiana na Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuwekeza na kutumia kumbukumbu hizi kama chanzo cha ajira na majukwaa ya kutangaza bidhaa na vivutio katika uwekezaji na utalii. Mkurugenzi mkuu wa Makumbusho ya Taifa Daktari Noeli Luoga amesema pamoja na kuwaenzi mashujaa wa vita vya Majimaji, lakini pia malengo mengine ni kurithisha urithi wa historia, mila na desturi kwa kizazi cha sasa na baadaye, kuibua na kuendeleza fursa za utalii na uchumi zinazotokana na historia na utamaduni. Wizara kwa kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na wananchi kupitia Baraza la Makumbusho ya Mila na Desturi tumeendelea kuadhimisha kumbukizi la mashujaa na kuhusisha tamasha la utalii wa utamaduni. Pamoja na kuwaenzi mashujaa, malengo mengine ya maadhimisho haya ni kurithisha historia na utamaduni wa kizazi cha sasa na baadaye, kuendeleza fursa za utalii na uchumi ambazo zinatokana na malikale, na kuelimisha jamii umuhimu wa kuhifadhi urithi wa taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha hili linalofikia kilele leo ni la 17. Tamasha la 17 la kumbukizi ya miaka 120 ya vita vya Majimaji limebeba kauli mbiu isemayo utamaduni wetu ndio nguvu yetu kwa maendeleo ya utalii na uchumi, ambapo limewashirikisha viongozi, wananchi, wadau mbalimbali wa utalii na utamaduni na viongozi wa kimila kutoka Tanzania, Zambia, Msumbiji, Malawi na Afrika ya Kusini. Mambo hayo ya Majimaji, wataalamu wa history wanafahamu hilo. Na sasa basi tuelekee pale katika jiji la Mbeya ambapo malalamiko ya ubovu wa barabara za mitaa katika jiji la Mbeya yameibua mjadala katika kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya, huku wananchi wakionyesha kuchoshwa na hali ya miundombinu inayodaiwa kudhoofisha shughuli za kiuchumi na kijamii. Huyu hapa Emmanuel Lulandala na undani wa taarifa hii. Akizungumza katika kikao hicho, mwenyekiti wa chama cha ADC mkoa wa Mbeya Godfrey Davis amesema baadhi ya mitaa imekuwa haipitiki, hali inayosababisha hasara kwa wafanyabiashara, kuchelewesha huduma za dharura na kuongeza gharama za maisha kwa wananchi. Naupongeza na jiji kwa kununua grader. Hili grader linasaidia barabara. Lakini leo nimesikia hapa kuna watu wa TARURA. Watuambie TARURA kuna nini? Mbona barabara zetu Mbeya zinazidi kuharibika? Je, upati ile 10% kutoka kwa mkurugenzi au kuna changamoto gani? Ina kitu gani kinakusibu? Leo hii barabara za lami zipo, lakini za kutoka kata mtaa
ni changamoto kubwa sana. Pale Iunga, natoa mfano sasa halisi. Kuna soko linaitwa soko la Ikuti. Soko lile ni miongoni mwa masoko, najua mimi sina takwimu sahihi, lakini miongoni mwa masoko matano yanayoingiza pesa halmashauri. Lakini namna ya kufika sokoni, brother, mheshimiwa mwenyekiti, ni tatizo. Wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA wilaya ya Mbeya wamejikuta wakitakiwa kutoa maelezo ya kina kuhusu kuchelewesha ukarabati wa ujenzi wa barabara hizo, hasa katika maeneo yaliyoathirika zaidi kipindi cha mvua, ambapo meneja wa TARURA wilaya ya Mbeya Boniface Kasambo ameeleza kuwa taasisi hiyo imejipanga kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, TARURA kwa jiji la Mbeya tuna bajeti ya shilingi bilioni 7.2 ambazo zinatekeleza ujenzi wa barabara. Kwa wastani tuna kilomita 426 barabara ambazo zimesajiliwa. Japokuwa barabara tulizonazo ni nyingi, pamoja na zile ambazo hazijasajiliwa, barabara nyingine tunasaidiana na mkurugenzi katika kuzihudumia. Na hii barabara ya Ikuti Iunga ni kweli nyembamba, na wembamba umetokana na kwamba tumejenga mpaka kwenye hifadhi ya barabara. Naye meya wa jiji la Mbeya Du Mohamed Isa amesisitiza kuwa halmashauri itaendelea kushirikiana na TARURA kuboresha miundombinu ya barabara, huku akieleza kuwa barabara bora ni kichocheo cha ukuaji wa uchumi wa jiji. Halmashauri ya jiji la Mbeya, waheshimiwa, kwenye barabara hatumo, isipokuwa sisi tunachangia 10% ya mapato ya ndani kwenye barabara, ambaye kwa jiji letu la Mbeya 10% tunayochangia haiwezi kuzidi zaidi ya kilomita 1. Na katika jiji la Mbeya tuna kilomita za barabara za mitaani kilomita 402 ambazo zipo katika jiji letu la Mbeya. Kwa hiyo ukiangalia barabara ambazo tunazo ni nyingi, lakini barabara ambazo zina lami katika jiji la Mbeya hazizidi kilomita 73. Akihitimisha mjadala huo, mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda ameahidi kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yote ya barabara na kuhakikisha wananchi wanapata miundombinu salama na ya uhakika. Mashahidi, tuna changamoto kidogo ya foleni kwenye jiji letu la Mbeya, lakini tumeletewa mradi mkubwa wa kimkakati wa zaidi ya shilingi bilioni 183. Barabara inayojengwa kutoka Igawa hadi Tunduma, na nyinyi mnawaona makandarasi wako site wanafanya kazi. Tuongeze nguvu kwenye eneo la kubana matumizi. Nafahamu tuna mambo mengi na najua umebana matumizi katika kipindi cha miaka hii iliyopita, ndio maana tunaweza kufanya mambo mengi. Tuongeze nguvu zaidi kwenye eneo la kubana matumizi. Tuangalie kipaumbele, tuangalie yale mambo ambayo yanawagusa wananchi moja kwa moja, tuelekeze fedha nyingi. Kutoka hapa katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya mkoani Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Asante sana Emmanuel Lulandala kutokea huko katika jiji la Mbeya. Na sasa mtazamaji, basi ni makao makuu ya nchi katika jiji la Dodoma. Waziri wa Maji Juma Aweso amewataka wawekezaji wa sekta binafsi kuingia kwa nguvu katika miradi ya maji vijijini ili kusaidia kufikisha huduma hiyo katika vijiji 1575 ambavyo bado havijafikiwa na huduma hiyo, akisisitiza kuwa ushirikiano huo ni muhimu kufanikisha adhma ya serikali ya kuhakikisha vijiji vyote vinapata maji safi na salama ifikapo mwaka 2030. Akizungumza katika jiji la Dodoma wakati akifungua mkutano mkuu wa kwanza wa mwaka wa RUWASA na vyombo vya utoaji huduma ya maji ngazi ya jamii, amesema serikali iko tayari kusimamia usalama na gharama za maji, lakini inahitaji nguvu ya sekta binafsi ili kuongeza kasi ya upatikanaji wa huduma hiyo. Vile vile katika kupunguza gharama za uendeshaji, serikali imeendelea kufanya jitihada za kubadili matumizi ya nishati ya dizeli kwenda kwenye matumizi ya umeme, yani solar energy na umeme wa grid. Aidha, ili kuhakikisha kuwa wananchi wanapata huduma ya haraka, sahihi na wenye uwajibikaji, RUWASA imeanzisha kituo cha huduma kwa wateja, yani call center. Hivyo natumia fursa hii kuhamasisha wananchi kutumia kituo hicho pale wanapohitaji msaada katika kupata huduma ya maji na usafi wa mazingira vijijini. Tukumekubaliana kwamba twendeni tukafanye kazi. Katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mwajuma Waziri amewataka watoa huduma ya maji kushughulikia kero za wananchi bila kusubiri maelekezo.
tuambizane, muhakikishe mnaenda kufanya kazi na kusimamia hali njema ya utoaji wa huduma kwa mwananchi, kuhakikisha malalamiko ya wananchi wa vijijini hatutaki kuyasikia, na msizoee shida za wananchi mnaowahudumia. Kwa hiyo pamoja na kazi nzuri, naomba kusisitiza mivujo, huduma kutokupatikana kwa sababu zisizokuwa za msingi. Mwenyekiti wa vyombo vya utoaji huduma za maji ngazi ya jamii Nicholas Kombe amesema mkutano huo umewezesha kufahamu matarajio ya wizara na kujifunza mbinu bora za kuboresha utoaji wa huduma ya maji ili kuhakikisha jamii inapata maji safi na salama kwa wakati. Watumishi wetu kwa kweli bado hali za afya zao si nzuri sana, nikimaanisha kwamba mishahara na huduma mbalimbali kwa watumishi hawa si njema kwa sababu kimsingi hatuna scheme of service. Huduma ya maji haiwezi kufanyika bila ujenzi wa miradi. Hapo tunaonyesha kuwa tumeshajenga miradi 3714, lakini ya katikati ndio muhimu sana. Yaani maana CBUS zilizoko hapa, Mheshimiwa Waziri, tumewakabidhi miradi ya trilioni 1.8. Hiyo ni miradi ambayo umeijenga kwa miaka 6, lakini ilikuwa kuna miradi mingine nyuma. Kwa hiyo ukiweza kupiga kwa toto, unaweza kukuta labda umekabidhi miradi ya trilioni 3 au 4. Upatikanaji wa huduma ya maji vijijini umefikia 85.2% huku miradi zaidi ya 3,000 ikiendelea kutekelezwa, ambapo ni jitihada za kuongeza wigo katika utekelezaji wa miradi mipya na kufungwa kwa mita za lipa kabla ya matumizi ili kudhibiti upotevu wa maji na kuongeza makusanyo. Mtazamaji, na sasa basi tuelekee katika mkoa wa Pwani. Mkuu wa wilaya Kibaha mkoani humo Nixon John amewataka wananchi ambao maeneo yao yapo kwenye migogoro ya ardhi kuwa watulivu na subira pindi migogoro yao inavyoshughulikiwa katika ngazi mbalimbali za mamlaka za serikali ili kupunguza sintofahamu zinazoweza kujitokeza katika maeneo yao ikiwemo udhulumaji wa maeneo. Hayo yamesema kufuatia sintofahamu iliyoibuka kwa wakazi zaidi ya 200 wa eneo la Vikawe shule ya masista lililopo Kibaha katika mkoa wa Pwani kuonekana kutoridhishwa na utendaji kazi wa ofisi yake katika kutatua mgogoro wa ardhi uliodumu kwa miaka 5 baada ya kuibuka kwa sintofahamu ya anayedai kuwa ni mmiliki halali wa eneo hilo lenye ukubwa wa hekari 30. Kwa hiyo tunachokifanya, tunatafuta maridhiano kati ya wamiliki na wavamizi. Maeneo 3 tayari tumeshafanikiwa, tulibakia na eneo moja ambalo kidogo lisikia kama la sintofahamu. Sasa hivi juhudi yetu, tunamtafuta Madam Rahma, tuongee naye, tuendelee kufanya ushawishi na tunaamini itawezekana. Na hii ni njia ambayo tumefanya maeneo mengi, na kwa sababu tunafahamu pia kesi huwa zinachukua muda mwingi sana na mambo mengi yanaenda yakibadilika, gharama ya ardhi inabadilika, gharama ya ujenzi inabadilika. Kwa hiyo tumekuwa tukielimisha wananchi na wananchi wengi wamependa njia ya maridhiano. Tunaendelea na hata hili naamini tutaenda kulipatia ufumbuzi. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wananchi waliojitokeza kuwasilisha malalamiko yao wamesema wameishi katika maeneo hayo kwa zaidi ya miaka 10 bila kujitokeza kwa mmiliki huyo, huku wakidai uwepo wa vishoka wa ardhi wanaofanya upimaji wa ardhi hiyo kinyemela. Tuna wasiwasi na huu utendaji kazi kwa sababu tumefanya makubaliano mengine alafu kwenye utendaji kinafanyika kitu kingine. Tupo kwa dasi, ndio maana tumemfuata atuambie kwamba kuna kitu gani kinaendelea, kwa sababu sisi tupo kwenye sintofahamu. Kwa hiyo sasa sisi wasiwasi wetu tumekuja na dasi atuambie kuna nini kinachoendelea. Wasiwasi wetu upo kwenye ofisi ambao tuliingia nao maridhiano na walituahidi kwamba watasimamia hili swala ili tuweze kufikia mwafaka wa huu mgogoro wetu. Tukafikia mwafaka na katika maeneo 4 yakaanza kupima maeneo 3. Lakini kabla zoezi hajaanza na hatujakaa mezani kwa mazungumzo, zilianza kupita drones kwa ajili ya upimaji bila taarifa na hatukujua upimaji ni akina nani. Kwa hiyo sisi kama ombi letu wana mtaa wa Vikawe shule kwa ujumla tuchukue na kiomba sisi kwamba ili zoezi Mheshimiwa mkuu wa wilaya kama yeye kweli ameamua kuliingilia kati, basi aweze kuliingilia kiusahihi kabisa ili liweze kuisha, kila mtu akafanye mishughuliko yake. Lakini sasa kinachokuja kujitokeza kuanzia jana ambacho ndo taruki hilo kuja kwamba inasemekana ile eneo moja hawezi wakalipima. Upimaji wenyewe tunaona kama vile kidogo hauko sawa, mara huko umerusha ndege ambao hazijui zimetoka wapi, wengine wako chini, wengine wako juu. Kwa hiyo tunakuona kama vile vitu ambavyo haviendi sawa. Aidha, wananchi hao baada ya kuzungumza katika mkutano uliofanyika katika ofisi ya mkuu wa wilaya hiyo
wametoa shukurani kwa mkuu wa wilaya kwa namna anavyoendelea kushughulikia mgogoro huo kwa ukaribu. Hayupo. Kwa hiyo mkuu wa wilaya jibu aliyotuambia tusubiri baada ya wiki mbili atatuita kupata jibu iliyokuwa sahihi. Tunashukuru Mheshimiwa DC alichozungumza, ametutoa hofu kwa ujumla. Kikweli tunashukuru kwa kilichoendelea. Tunamshukuru sana mkuu wa wilaya, ametupa ushirikiano mzuri na amesema nyewe kuweni wavumilivu, mlifanyie mchakato swala lenu. Sambamba na hayo, wananchi hao wameridhia kupimwa kwa eneo hilo la makazi kwa upya na kulipa shilingi 3,000 kwa mita za mraba. Nina imani hapa tulipofikia tuko pazuri. Tunasubiri mwongozo sasa mwingine kutoka kwa mkuu wa wilaya, namna ambavyo sasa watu watapewa utaratibu wa kulipia ili wawekewe mawe waweze kumiliki hati zao. Nashukuru sana kwamba wananchi turidhie, tukae katika maelewano ya maridhiano, na hatimaye tumepata kweli maridhiano ya kwamba tutalipa kwa siku ya mita moja shilingi 3,000. Watu tunajikita humu, tunatoka kwenye majumba ya kupanga, tumekuja humu tumejikita ndani ya miaka 10. Leo anakuja mtu anasema kwamba ni sehemu yake. Sasa sijui tukitoka hapa sisi tunaenda kulilia wapi, hatuelewi. Mimi sina kitu kingine, naomba tu serikali mtusimamie. Na sasa mtazamaji, tuangazie taarifa kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Serikali imetoa onyo na katazo kwa viwanda bubu na watengenezaji wa mifuko ya plastiki kusitisha uzalishaji kwa kuwa ni ukiukwaji wa taratibu na sheria za utunzaji wa mazingira, sanjari na kudhoofisha jitihada za serikali katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Hayo yamesemwa hii leo na mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogoro katika hafla iliyofanyika katika shule ya sekondari Juhudi ya uzinduzi wa mpango wa shule za kiikolojia, ambapo kwa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam utaanza kwa shule 10 za sekondari. Mkurugenzi, tuendelee na mpango wetu wa usafi kila siku, kila wiki. Ile kila wiki inakuwa ni ya pamoja, tuendelee nao. Lakini pia niendelee kukuunga mkono na tuendelee kupeleka matangazo. Mji wetu wa Dar es Salaam nyumba zinatakiwa zipakwe rangi. Tutoe elimu ya nyumba nyingi za Dar es Salaam zipakwe rangi. Na waandishi wa habari mtusaidie kufikisha message. Hatusemi faini, tunasema tunataka na kuwaomba nyumba za jiji la Dar es Salaam zipakwe rangi ili kuboresha mazingira yetu. Lakini pia kila mwenye nyumba azingatie maeneo yake. Onyo kwa wale ambao wanatengeneza plastiki, mifuko ya plastiki. Tutaanza msako ili kuhakikisha tunawakamata. Akizungumzia malengo ya programu hiyo ya kiikolojia kwa shule hizo 10, mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dar es Salaam Eli Huruma Maberia amesema utekelezaji wa mpango huo unalenga kuleta na kutoa mabadiliko chanya katika utunzaji wa mazingira na kutoa wito kwa wanufaika kuhakikisha wanakuwa mabalozi wazuri, huko mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam Nurdin Bilali akisema ni wakati wa halmashauri anayosimamia kulenga bajeti juu ya programu hiyo ili uelewa huo uwe urithi ndani ya shule na nje ya shule. Na lengo la Eco School ni kubadilisha mtazamo wa vijana na wananchi katika uhifadhi wa mazingira, lakini pia kuhakikisha uwekezaji mkubwa unaofanywa na serikali katika sekta ya elimu unakuwa endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia programu hii itatekelezwa katika shule 10. Natambua kwa sasa kama halmashauri tunaweza tusiwe na budget ya kutosha kwa ajili ya implementation ya programu hii, lakini nataka kutambua umuhimu mkubwa, na kama nilivyosema, kwa umuhimu huu na halmashauri inayoiongoza, ndugu mgeni rasmi, tutaona, tutaangalia, tutafute au tutenge budget ya kutosha kwa ajili ya kuhakikisha tunaipa nguvu programu hii ili iweze kuwasaidia vijana wetu. Mtazamaji, na sasa basi tuvuke maji tuelekee katika visiwa vya Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ameyakaribisha makampuni na wawekezaji kutoka nchini Ufaransa kuwekeza katika nchi hiyo, hususan katika sekta kuu za uchumi ikiwemo utalii na uchumi wa buluu. Amesema hayo alipokutana na balozi wa Ufaransa nchini Tanzania
Balozi Anne Sophia aliyefika Ikulu Zanzibar, ambapo amesema Zanzibar inahitaji wawekezaji makini na wenye mitaji mikubwa watakaowekeza katika sekta hizo mbili kuu ili kuimarisha nguvu kazi, utaalamu na utoaji wa huduma, hususan katika sekta utalii na maendeleo ya uchumi wa buluu. We always, when we meet the team, we always speak about trade and investment because of the situation everywhere right now when it comes to aid is understandable. Rais Daktari Mwinyi ameeleza kuwa serikali inaendelea kuimarisha sera bora za uwekezaji, ujenzi wa miundombinu ya barabara na bandari, ikiwemo bandari jumuishi ya Mangapwani ambayo itakapokamilika itakuwa na fursa nyingi za uwekezaji pamoja na kukifungua kisiwa cha Pemba kuwa kituo cha uwekezaji na utalii endelevu. Na Balozi Anne Sophia amehakikishia Zanzibar kwa nchi hiyo kuendelea kuunga mkono juhudi zitakazoendelea katika kuimarisha maeneo muhimu ya kiuchumi, hususan katika miradi ya sekta ya utalii, afya, elimu, utamaduni, uendelezaji wa mji mkongwe, mazingira na uchumi wa buluu. Na sasa mtazamaji, tuelekee katika mkoa wa Songwe ambapo umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi katika mkoa huo kwa kushirikiana na wabunge wa viti maalum katika mkoa huo wameunga juhudi za rais katika kampeni ya utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti 300 katika shule ya Amali Ihanda iliyoko katika wilaya ya Mbozi. Taarifa hii na Nicholas Ndabila kutokea kule Mbozi katika mkoa wa Songwe. Zoezi hilo limefanywa mapema leo ambapo wabunge wa viti maalum mkoani hapa Juliana Shonza pamoja na Neema Mwandabila wakieleza kuwa zoezi la upandaji miti hiyo ni kwa ajili ya kutunza mazingira, kivuli pamoja na matunda, kitu ambacho kitasaidia kupunguza tatizo la udumavu kwa watoto katika jamii ya mkoani hapa. Sasa mimi nitumie nafasi hii kumwomba afisa wetu wa TFS kwamba wanapokuwa wanakata miti kwa ajili ya mashamba yao, kutengenezeke utaratibu wa kuhakikisha mashamba hayo yabaki na baadhi ya miti. Yaani utengeneze utaratibu wa namna gani wawe wanafanya hiyo kilimo na miti iwepo, kama ni ya matunda kama alivyoongea mheshimiwa, itakuwa ni njema zaidi. Lakini kama tutaacha hali inavyoendelea kama Chiwezi, natolea mfano Chiwezi Tunduma kwa sababu ndio ninakoshinda, hali ile ya Chiwezi sijitokeze sehemu zingine. Control mapema ili hali ile isiwe, yani tusifikie hatua ile kwa watu wengine. Pamoja na kwamba sisi tunaweza chakula kingi sana, lakini miongoni mwa mikoa ambayo ina tatizo kubwa sana la udumavu. Watoto wengi wanazaliwa wanakuwa na nini? Na udumavu. Kwa nini kujiuliza kwamba kwa nini mkoa wa Songwe pamoja na kwamba tunazalisha vyakula, tuna vyakula vya kila aina, tuna matunda kila aina, lakini kwa nini watoto wetu wanakuwa na udumavu? Na tunajua madhara moja hapo ya udumavu kwamba mtoto anakuwa akili yake, performance yake darasani inakuwa ndogo. Walimu mko hapa mnaweza kulithibitisha hilo. Kwa hiyo unaweza kubana na mimi kwamba zoezi la upandaji miti hasa kwenye maeneo ambayo ni ya mashule ni zoezi ambalo ni la muhimu. Afisa uhifadhi misitu wilaya ya Mbozi ndugu Fredi Mgeni ameeleza kuwa jamii inapaswa kujenga tabia ya kutunza mazingira ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwani mamlaka hiyo inatoa miti bure kwa wananchi wanaohitaji kupanda miti kwenye maeneo yao. Nakumbuka hayati baba wa taifa aliwahi kusema kwamba deni la kukata miti bila kupanda ni deni haramu, kwa sababu unakuwa umeibia vizazi ambavyo havijazaliwa. Sote tunakubaliana kwamba kwa namna moja ama nyingine tumeshiriki katika ukataji wa miti, tumeshiriki katika matumizi ya rasilimali za misitu kwenye shughuli zetu za maendeleo. Kwa hivyo ni wajibu wetu sote kuungana kuenda kurejesha uoto wa asili ambao umetoweka. Lakini leo tunapanda miti hapa kwenye eneo hili la shule, tunapeleka pia elimu kwa wanafunzi ya uhifadhi wa mazingira. Kwa hiyo niwapongeze sana, tujipigie makofi jamani. Endelea kugawa miche ya miti kwa wananchi ambao wana uhitaji. Miche ya miti bado ipo kwenye eneo letu la bustani. Bado kuna fursa ya wale ambao wana maeneo yanayofaa kwa ajili ya upandaji wa miti. Aidha, kaimu katibu wa Jumuiya ya Wanawake mkoa wa Songwe Bijeni Chaula amesema kitendo hicho ni kwa ajili ya kuendelea kuenzi kampeni ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuendelea kupanda na kutunza mazingira kupitia upandaji miti. Na wameunga juhudi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tukikumbuka siku ya kuzaliwa kwake tarehe 27 alienda kuadhimisha kwa ajili ya kupanda miti.
kuona wabunge wetu wamekuja kumuunga mkono, ingawa zoezi linaendelea, bado tunaendelea kupanda sehemu mbalimbali. Wao wameona waje wapande miti hapa kwa ajili ya kumuunga Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Mama Samia oye! Akizungumza kwa niaba ya walimu wa shule hiyo, Mwalimu Misheki Mwakisole amewashukuru jumuiya ya wanawake hao kwa kushiriki zoezi hilo, huku akiitaka jamii kushiriki utunzaji wa miti hiyo kwa kuwa makini na kuichunga mifugo, kwani ndiyo chanzo cha uharibifu wa miti hiyo. Au tutafanya kwa kila iwezekanavyo kuhakikisha hii miti haiharibiwi na inakuwa yote kama jinsi ambavyo imepandwa, maana ndio kusudi kubwa. Tumepanda miti na tumepewa, hatuwezi tukaiacha iharibike au ife kwa namna yoyote ile. Hili eneo linakabiliwa na changamoto hasa kubwa moja. Changamoto ambayo inatutesa ni changamoto ya mifugo. Tunapokuwa tunafanya jitihada za kuhakikisha kwamba tunaitunza na kuilinda hii miti, bado hii mifugo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Watu wa kuhakikisha kwamba angalau hii miti wanashirikiana na pamoja nasi kwa ajili ya kuilinda ni viongozi wanaotuzunguka. Hawa ambao tunasema viongozi hawa wa chama, viongozi wa vijiji, watendaji na viongozi mbalimbali, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hii miti inalindwa na kutunzwa kama vile tunavyoagizwa kuitunza na kuilinda. Nikiripoti kutoka hapa mji wa Vwawa, wilaya ya Mbozi, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV. Hai mtazamaji, tukitokea huko katika mkoa wa Songwe, asante Nicholas Ndabila. Na sasa ni katika mkoa wa Iringa. Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa imeibuka na wito mzito kwa Wakristo na jamii kujikita katika shughuli za kiuchumi na uwekezaji kama njia ya kujiletea maendeleo na kuimarisha ustawi wa maisha. Hii ni taarifa ya kwake Erasto Kikwala. Akizungumza na Upendo Media mara baada ya kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na dayosisi hiyo, katibu wa idara ya mipango na miradi ya maendeleo Brown Mdegera amesema kanisa halihubiri injili tu, bali pia linachochea maendeleo ya kiuchumi kupitia miradi yake. Natamani kwamba kila mmoja amjue Mungu. Kila mmoja amjue Mungu. Katika kumjua Mungu sio kumjua Mungu tu kiroho. Kwa tumehamasisha kwa sehemu kubwa kila Mkristo aingie kwenye uwekezaji. Na kipaumbele namba 4 tunajikita juu ya huduma za kijamii, huduma mbalimbali za kijamii. Na sisi kama kanisa tukisema huduma za kijamii tumejikita hasa katika swala la afya na swala la mambo ya elimu. Kwa utakuta ndani ya dayosisi yetu ya Iringa tumewekeza au dayosisi imejikita sana kumhudumia mtu katika huduma za afya. Katika hatua nyingine, uongozi wa Ilula Lutheran Hospital inayomilikiwa na kanisa hilo, katibu wa hospitali hiyo ameeleza mikakati na mpango wa kupanda miti zaidi ya ekari 100 ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono maelekezo ya dayosisi hiyo kuendelea kuwekeza katika nyanja mbalimbali, huku akieleza kuwa uongozi wa hospitali hiyo utaendelea kutoa huduma bora za afya kwa jamii. Sisi kama hospitali pamoja na kuwa na wadau tunafikiri kwamba ni muhimu tuweze kukua na kujitegemea. Namna gani tutafikia huko? Kwa kuanzisha miradi ambayo itazalisha pesa kwa ajili ya maendeleo ya hospitali. Mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa shule ya msingi inayojengwa na dayosisi hiyo ameshukuru Wakristo na wadau kwa moyo wao wa kujitoa, huku akieleza kuwa mradi huo ni uwekezaji wa kizazi cha sasa na kijacho, ikiwa ni sehemu ya kujenga mwili wa Kristo kupitia elimu. Ujenzi wote unategemea fedha za wadau, hizo tunaita fedha za harambee, changizo. Kwa hiyo zile fedha za changizo ndizo tukipata tunaweka hapa. Watu 8 wanatuchangia. Tunachangiwa na watu wengi sana. Tunachangiwa na waumini wa kanisa lenyewe la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Iringa. Tunachangiwa na waumini wa kanisa hili wanaoishi Dar es Salaam, wengi sana hata wanaotuona, wanaoishi Mwanza, wanaoishi Mbeya, wanaoishi Morogoro, Dodoma na mikoa mingi ambayo tunakutana nayo sasa hivi. Japokuwa hizi changamoto tunaendelea kufanyaje kukumbana nazo, lakini tunaendelea kufanyaje kuboresha zaidi. Ni changamoto ya kitabia lakini na kiafya pia.
Unakuta mtoto sio rahisi sana tabia kubadilika ndani ya siku moja au ndani ya mwezi mmoja. Ni kitu ambacho kinahitaji mabadiliko ya siku hadi siku, kuwafundisha watoto, kuwasikiliza watoto, kuongea nao vizuri. Kwa hiyo hata unakuta kwamba hata maneno wanavyoongea unakuta si maneno ambayo yanatakiwa kusikika sana kwa watu wengine. Kwa hiyo unamfundisha mtoto kuongea vizuri, unamfundisha mtoto kuhusiana na wengine, unamfundisha mtoto kuona namna gani ajisikie pia ni sehemu ya nini ya jamii. Upendo Media imefanikiwa kutembelea baadhi ya miradi iliyotekelezwa na inayoendelea kutekelezwa na KKKT Diocese ya Iringa, ambayo ni miradi ya elimu na afya. Nikiripoti kutoka mkoani Iringa, mimi ni Elasto Kikwara, Upendo TV, amani kwa wote. Haya, mtazamaji, taarifa hiyo ya kwake Elasto Kikwala kutokea huko katika mkoa wa Iringa ndio inatuhitimishia hapa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea hapa Gerard Leonard atakusomea habari za kimataifa. Mimi ni Francisco Nongoro, hii Upendo TV habari, tafadhali usiondoke.